Unajua wewe baba mzee, hata mara nyingi nashangaa sana wastaafu ambao hata hawahudhuria misa kila asubuhi. Nikaanza kuuliza sana, nikisema kwamba baba, una shida gani kila asubuhi hauende misa? Sijui utajibu nini. Wewe baba, nikisema kwamba kila asubuhi kanisa liko karibu hapa, una sababu. Tu usiniambie sababu ya msingi. Kwa sababu hauende kazi tena. Sababu ya msingi ambao huwezi hadi kabla hujafika ukawa unasali rozari, kuwa na muombea watoto wako, wajukuu wako, mifugo yako, na kuombe uzee mwema, uzee mzuri, na pia kifo chema. Kuna kifo chema, kuna kifo kisicho chema. Mnajua? Sasa umeshafanya kazi, umestaafu, kila asubuhi unaendelea tu kulala kweli? Huwezi ukasema kwamba hii iwe mzoezi. Hii ndio ni kuanza kuzika paka nikaanzisha shirika la Agosti, na kuambia kila asubuhi wazee wote ambao wapo katika ile parokia ambao wamestaafu, hakuna asiende misa asubuhi. Sijataanza hata kuhubiri kuambia watu kweli baba, unajua madhara unayojipatia katika uzee wako sasa, ili walao uwe uzee yenye afya njema. Kuna wale ambao wenye uzee yenye magonjwa, si ndio? Wana uzee, wana sukari, wana vidonda wa tumbo, wana pressure, dasi magonjwa mbalimbali. Anakuwa anapambana mpaka siku Mungu anakamuita. Lakini unaweza kuwa na uzee tu ukawa na nguvu muda wote. Mungu amekujalia ukawa naona watoto, wajukuu na mirembe, si ndio? Kuna wale ambao wanajaliwa. Hujui kwa nini wamejaliwa namna hiyo? Inawezekana kuwa mshikamano wao na imani yao katika Mungu. Anayejalia mtu uzee sio Mwenyezi Mungu. Anayechukua mtu sio Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu umekaa mbali naye. Anaweza kukubariki ukaona watoto, wajukuu, mirembe tasu, kwa sababu wewe umejenga urafiki naye. Hata sijui sababu. Kwa nini kila asubuhi wala iwe mazoezi? Ukasema kwamba hadisi hii kwenda misa asubuhi iwe mazoezi. Wala niwe sasa katika uzee wangu, nimemaliza kazi yangu, wala niende sasa kuombea watoto wangu na wajukuu wangu. Watafaidika kwenye uzee wako. Na wewe pia kwa ile mazoezi nafanya kila kitu, unafaidika na unabarikiwa zaidi. Lakini wazee wa kwetu hawasali. Kuna baba mmoja nilienda kwenye nyumba yake saa 1 asubuhi, ameshaenda kwenye mapombe. Saa 1 asubuhi. Ndio wazee tunayo katika parokia yetu. Na pia mara nyingi mnafikiri kwamba inatuhusu sisi. Unayo wajibu kwenda kuwahamasisha. Samahani, sio kusema angalia mzee Magoti huyu hapa sasa. Hawezi akakosa misa asubuhi. Hata mpaka anaongoza sala. Unaweza kumuona kama mtu asiyefahamu dhambi, wewe ndio unamhesabia, lakini yeye Mungu anajua kwamba amepata upendeleo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kitu kidogo tu. Sulemani aliyemjenga Mungu nyumba, sio yeye aliyekuwa na wanawake 300 na hawara 700. Lakini Mungu alipokea sadaka ya kumjengewa nyumba. Kweli sio kweli? Na nyingi mnakuwa kimnamhukumu watu kila kitu kama Mungu anaangalia moyo wa mtu. Yule ambao unafikiri kwamba wanaenda misa asubuhi, wanaenda kufanya, hii ndio maneno yako, mwishoni hautakuwepo. Ni wewe na Mungu, yeye na Mungu, na Mungu ndiye anayejua moyo wa kila mtu, anajua. Na wengine wanakatishwa tamaa kwa maneno za wengine. Jamani, usikate tamaa kwa sababu ya wengine. Anayekuongelea hujui anatoka wapi, hujui amepitia nini kwenye maisha. Hapana, kitu ambacho ni muhimu kwamba Mungu ndiye aliyekuleta hapa, na Mungu ndio sababu ya furaha yako, na Mungu ndio unatakaye kumheshimu na kumwabudu. Yeye peke yako ni Mungu mkuu, sio mtu mwingine. Unaweza sasa, maybe una pressure, una ugonjwa, mahayo yote, ukasema Mungu, nataka nikutolea hii kila asubuhi, nitakuwa na sali, naomba unipone. Mbona Mungu anaweza? Sidhani kuna magonjwa Mungu hawezi akaponya. Inawezekana tu umeuchita na dawa miaka 30, Mungu akaja leo, mwanangu, nitakuondolea majeraha haya, pokea uzima. Unapokea, watu wanaanza kushangaa, mbona miujiza bado yanatendeka? Tatizo una imani kupokea ile miujiza. Sitaki niwachoshe maneno, ninyi mnajua. Ikiwa wewe uko hapa, mama, baba, unaona kuna kizuizi cha wewe kutosale, naomba uondoe ile kizuizi. Kutosale pako isiwe kwa sababu unatajwa kanisani, isiyo kwa sababu tuna michango mbalimbali. Hii yanatulazimu, hii ni wajibu wetu, na pia tunapata baraka. Umetoa mara 3, umepata baraka mara 3. Umetoa mara 1, umepata baraka mara 1. Mbona uione kwamba hii ni baraka? Ninapomtolea Mungu naparikiwa.